Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 13 mwezi huu wa 6, kipindi tulicho nacho hewani kama ada ni Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbwanaliba. Tayari nimekupa mambo matatu ya kuzingatia kwenye utaratibu sahihi wa ulipaji wa mishahara, ili biashara yako iweze kuwa ya faida na ya baraka, na Mungu aweze kubariki katika biashara ambayo unaifanya. Na usisahau, jambo la kwanza tumejifunza kwa habari ya mishahara ni kwamba jua ya kwamba kutokulipa mshahara ni dhambi. Mshahara usiolipwa unageuka kuwa tanzi, kwa maana ya kwamba ni dhambi kwa mwajiri ambaye amemwajiri. Kwa hakikisha unalipa mshahara. Tukasema pia jambo la pili, sio tu ulipe mshahara, lipa mshahara kwa muda. Baraka ya mshahara imefungwa kwenye kulipa mshahara kwa wakati, kwa muda. Na jambo la tatu nilikwambia jana pia ya kwamba hakikisha unamlipa kila mtu ambaye anajihusisha na biashara yako, ikiwemo ndugu wa kuzaliwa tumbo moja, wa kuzaa. Ukishamhusisha kwenye biashara, hakikisha unamlipa mshahara. Hili ni jambo la msingi sana. Hakikisha unamlipa mshahara kila anayehusika kwenye biashara yako, hakikisha unamlipa mshahara. Na hii itakuwa rahisi sana ukizingatia kanuni ambazo tumeshajifunza huko nyuma. Kanuni ya kwanza ya kukufanikisha kwenye kichombo cha tatu cha ajira cha biashara, kumbuka nilivyokuambia, ni kutenganisha kati ya biashara na mtu wewe. Biashara ni mtu asiye halisi, wewe ni mtu aliye halisi. Hakikisha unaitenganisha ili iwe chombo. Ukiweza kutenganisha biashara na wewe, utaweza kufanya hivyo vitu vingine kwa wepesi. Sasa utaweza kumlipa ndugu yako mshahara kama mwajiriwa. Sasa utaweza kujilipa wewe mshahara kama biashara imekuajiri, na vitu vyote ambavyo tunaviongea. Usipoweza kutenganisha hizi kanuni zingine, itakuwa ni ngumu sana kuzitekeleza. Leo nataka nikupe jambo nafikiri la 4 na pengine la mwisho kwenye utaratibu sahihi wa kulipa mshahara wa kuzingatia, alafu tupige hatua kidogo. Mbali ya kwamba kutokulipa mshahara ni dhambi, mbali ya kwamba unatakiwa kulipa mshahara kwa wakati, mbali ya kwamba unatakiwa umlipe kila anayefanya kazi mshahara, wakiwemo ndugu zako, na sisitiza hili, wakiwemo ndugu zako. Jambo la 4 la msingi sana ni kwamba kama ikitokea kuna upungufu wa fedha ya kulipa mishahara, kipaumbele ni nini? Ikitokea kuna upungufu, kumbuka tumesema watu wote walipwe kwa wakati, lakini tunajua biashara zina changamoto zake. Ikitokea kuna upungufu wa fedha, kipaumbele iweje kwenye kulipa mishahara? Na Biblia imetupa mwongozo ya kwamba pale ambapo inatokea upungufu wa kipato, na kwa hiyo huwezi labda kulipa watu wote mishahara kwa wakati mliokubaliana, kipaumbele iwe ni kulipa watu ambao wana mishahara midogo kwanza, na wale ambao wana mishahara mikubwa wafuatie baadaye, na wamiliki wa biashara wawe wa mwisho kulipa mishahara. Kumbuka wewe na biashara ni watu wawili tofauti, tulisema kule mwanzoni, na kwamba unahitaji pia kulipa mshahara kama mmiliki wa biashara kama unataka biashara yako iendelee. Unajilipaje? Angalia kiwango cha sokoni cha watu kama wewe wangelipwa kiasi gani. Kama biashara yako inaweza kulipa, wewe jilipe. Ikitokea kuna upungufu wa fedha, walipe wenye mishahara midogo kwanza. Hivyo hivyo ukiendelea na kundi linalofuata mpaka wale wenye mishahara mikubwa wawe wa mwisho. Kama fedha haitoshi kabisa, wamiliki wa biashara ndio wawe watu wa kukosa mishahara. Najua unashangaa, na ni kinyume na pengine ulivyozoea, na kinyume na dunia ilivyo. Dunia ilivyo ni kwamba wenye biashara wanajinufaisha wao zaidi kuliko kuangalia wafanyakazi. Na hii ndio inapelekea kuona watu wanakaa miezi 3 hawajalipwa mishahara, miezi 4 hawajalipwa mishahara. Kwa wengine ni makusudi, lakini kwa wengine kwa kweli labda wanakuwa hawako kwenye nafasi ya kulipa, na wafanyakazi wanaelewa ya kwamba hawako kwenye nafasi, wanaweza kuvumilia. Lakini kwa wengine ni ubinafsi, na ni kinyume na Biblia. Inapokuwa ubinafsi ni kinyume na Biblia. Kumbukumbu sura 24 mstari wa 14 na mstari wa 15, nilisema ni mstari mama, inatuambia usimwonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini na mhitaji. Huyo anatakiwa kulipwa, mlipe mapema. Mstari wa 15 wanasema mlipe kabla jua halijachwa juu yake, kwa maana ni maskini, moyo wake umeutumainia huo, asije akamlipia Bwana. Mithali 19:17. Mithali 19:17, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Hakikisha unalipa wale ambao ni maskini, wenye kipato kidogo,
ukijua kwa kufanya hivyo unamkopesha Bwana. Hata kama wewe unabaki hauna kitu, fanya kama utumishi. Fanya kama utumishi. Mithali 14:31 Biblia inasema muoneaye maskini humsuta muumba wake. Ukimwonea maskini unamsuta muumba wako, bali yeye amhurumiaye wahitaji humheshimu muumba. Biashara ni wito kama ambavyo tumekwisha kusema, na ni imani. Na kama ni wito, maana yake moja ya kitu ni kuwahurumia au kuwahudumia wengine. Yakobo anasema dini iliyo bora, ile sura ya 1 mstari 26-27, pamoja na kuwasaidia wahitaji. Kwa hiyo wewe kama mwajiri, kumbuka tulikojifunza na tulikotoka. Neno biashara maana yake limebeba utumishi ndani yake. Lakini neno duka au ofisi tulijua na tumejifunza kutoka kule mwanzo, linatokana na neno la Kiingereza store. Neno la Kiebrania maana yake ni sehemu ambayo Mungu amefungua neema ya wewe kuwasaidia wengine. Ni muendelezo wa mkono wa Mungu kuwasaidia wengine, na hivyo ndivyo unavyotakiwa kuwa. Kipaumbele chako fedha ambapo haitoshi, walipe kwanza wale ambao ni wa kipato kidogo zaidi, maana wametumainia mshahara. Biblia inasema zaidi kuliko wewe ambaye una kipato kikubwa, na wenye kipato kikubwa wafuate baadaye. Haya mambo manne ukiyazingatia kwenye kanuni za kulipa mshahara, yatakuwa ni baraka sana kwenye biashara yako. Wafanyakazi watapenda kufanya kazi na wewe. Unapotokea umekosa, wataelewa kwamba umekosa na hawatakuhukumu, hawatakutamkia maneno mabaya, atatamka maneno ya baraka kwenye biashara yako, na uwe na uhakika kwamba Mungu atakubariki na utaendelea. Kinyume chake, unafunga mlango wa baraka za Mungu na inaweza ikawa laana kwenye biashara yako, na naamini usingependa kwenda huo mlango, kwenda hiyo njia. Na kuombea sana na Mungu akubariki unapoendelea kufanya biashara. Zingatia mambo haya msingi sana kwenye biashara yako. Uone uheri wa Mungu kwenye biashara, na Mungu akuongeze mwaka huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu kesho saa 12 asubuhi kwenye mwendelezo wa kipindi hiki. Amen.